Katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano kati ya Marekani na Iran umekuwa wa mivutano mikubwa, hasa kutokana na tofauti za kisiasa, kijeshi na kiitikadi. Hali hiyo imefikia kilele kupitia mashambulizi ya mara kwa mara ambayo mara nyingi huibua hofu ya kuzuka kwa vita vya wazi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Moja ya matukio makubwa yaliyotikisa dunia ni mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi na ya kimkakati nchini Iran, yakielezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kulinda maslahi ya Marekani na washirika wake, hasa Israel. Makala hii itaeleza kwa kina namna mashambulizi haya yanavyotekelezwa na sababu ziliyoyaongoza na athari zake kwa ukanda ama kwa upande wa kimataifa. Kwanza, Marekani imetekeleza mashambulizi hayo kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya kivita, hasa ndege zisizo na rubani kwa maana ya drones, makombora ya masafa marefu, cruise missile, pamoja na ushirikiano wa kijasusi kutoka kwa washirika wa eneo kama vile Israel na baadhi ya mataifa ya Ghuba. Katika mashambulizi hayo ya hivi karibuni, maeneo muhimu ya kijeshi na miundombinu ya Iran kama vile maghala ya silaha, vituo vya rada na ngome na vikosi vya kijeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC vililengwa, huku baadhi ya ripoti zimeonyesha kuwa mashambulizi haya yalifanyika usiku wa manane, yakilenga kuharibu uwezo wa Iran na kujibu haraka kabla mawasiliano na ulinzi kuimarishwa. Sababu kuu ya mashambulizi haya imekuwa ni madai ya Marekani kuwa Iran inahusika na mashambulizi dhidi ya majeshi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo, pamoja na kuunga mkono makundi ya wanamgambo kama Hezbollah pamoja na Houthi. Viongozi wa Marekani pia wameeleza kuwa Iran imekuwa ikihatarisha amani ya kimataifa kwa kuendekeza na kuendeleza mpango wake wa nyuklia licha ya vikwazo na makubaliano ya awali ya kimataifa ambayo yanajulikana kama JCPOA. Katika mantiki hiyo, Marekani imechukua hatua ya kijeshi kama njia ya kuzuia kuadhibu mienendo ya Iran ambayo inaonekana kutishia usalama wa kanda nzima na kuathiri masoko ya kimataifa ya mafuta. Athari za mashambulizi haya ni nyingi na pana. Kwanza, yameongeza mvutano mkubwa kati ya mataifa haya mawili, huku Iran ikitishia kulipiza kisasi kikali kwa kila shambulio linaloathiri ardhi yake na wananchi wake. Viongozi wa Iran wakiwemo rais na kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei wameapa kutolinyamazia jambo hilo na wamewahamasisha wananchi kuwa tayari kwa mapambano ya muda mrefu. Pili, mashambulizi hayo yameathiri bei ya mafuta duniani, kwani mara nyingi huambatana na hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia bahari ya Hormuz. Tatu, hatua hiyo ya Marekani imekosolewa na baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa, yakihofiwa kuanzisha vita vikubwa na kuchochea ugaidi dhidi ya raia wa Marekani na washirika wake. Hivyo kwa ujumla, mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanaonyesha uelekeo mpya wa siasa na nguvu katika Mashariki ya Kati. Ingawa Marekani inadai inalenga kulinda amani na maslahi yake, hatua hiyo pia imeibua maswali kuhusu uhalali wa kutumia nguvu nje ya mipaka yake bila idhini ya kimataifa. Suluhisho la kudumu linaonekana kuwa ni mazungumzo ya kina kati ya mataifa haya mawili, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuingilia kati ili kuhakikisha mgogoro huu hausambai na kuwa tishio dunia nzima.